Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado tunakujuza mengi yanayojiri duniani, lakini moja kati ya yale tuliyokuwa nayo ni kile kinachoelezwa na jeshi la Iran kwamba maeneo ambayo yaliharibiwa na jeshi la Marekani na Israel sasa yameshatengemaa na kwamba jeshi hilo lina silaha za kutosha, lakini pia maeneo yote yamefichuliwa kabisa kutokana na mtazamo wa adui, na wameashiria Marekani na Israel kwamba Iran inasimamia kuzalisha silaha kwa wingi wakati huu. Baadhi ya maeneo uzalishaji wa silaha yaliharibiwa na sasa yamerejeshwa katika utayari baada ya mapumziko ya vita. Wakati ambapo Marekani imesitisha vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia viwanda vyake vya kijeshi imeendelea na ujenzi wa silaha za kutosha. Hii ni kauli ya Brigedia Jenerali Mohammad Jafar Assad, kamanda mkuu wa jeshi la Iran, akinukuliwa kupitia vyanzo vya habari ikiwa ni pamoja na Fars. Ripoti hiyo ilionekana kupitia shirika la habari la Fars na pia kwenye vyanzo vingine vya habari. Limenukuliwa katika vyombo vya habari pia vya nchini Iraq. Jenerali Mohammad Jafar Assad alisema katika mahojiano kupitia tovuti huko nchini Iran kwamba Tehran imesisitiza mara kwa mara kwamba bado haijafichua silaha za hatari ambazo zinaweza zikawapatia ushindi. Hii inaonyesha kwamba Iran ina silaha na uwezo mwingine ambao unaweza kutumika inapobidi kukabiliana na tishio lolote, vyanzo vya habari vinasema. Kamanda huyo mkuu wa jeshi la IRGC anahudumu katika jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, na kwa sasa ni naibu kamanda na naibu mkaguzi wa makao makuu ya Khatam al-Anbiya ya Iran. Alizaliwa mwaka 1948 huko Shiraz. Ni mwanajeshi mkongwe wa vita vya Iran na Iraq na pia aliwahi kuwa na vikosi vya Iran nchini Syria. Kamanda huyo anaaminisha wa Iran kwamba kuna silaha hatari ambazo hazikutumika pia wakati wa vita vya siku 40 ambavyo vilianza mwishoni mwa mwezi Februari. Kamanda huyo anasisitiza kwamba katika nyakati hizi, endapo Marekani na Israel zitaanzisha vita, kuna baadhi ya maeneo yenye silaha ambazo hazikuguswa kabisa, na kwamba hata yale maeneo ambayo silaha zake ziliharibiwa sasa zimerejeshwa upya, na kwamba ujenzi wa silaha unaendelea katika maeneo hayo, na kwamba silaha za hatari zinatengenezwa nchini Iran. Wachambuzi wanasema kwamba hizi ni mbinu nyingine za kisaikolojia, lakini pia ni mbinu nyingine za kipropaganda ambazo hutumiwa na majeshi. Makao makuu ya Khatam al-Anbiya ni kituo cha juu kabisa cha kijeshi cha umoja wa kijeshi wa Iran ambacho huongozwa na jeshi la IRGC. Hata hivyo, kamanda huyo aliendelea kusema kwamba kuhusu sekta ya ulinzi, alieleza vita vya hivi karibuni vilisababisha uharibifu na hasara, lakini hii haikuathiri uwezo wa Iran kuendelea na uzalishaji wa kijeshi kusaidia vikosi vyake vya silaha, na kwamba jeshi limeendelea na uzalishaji wa silaha na wakati wowote lipo tayari kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani na washirika wake Israel. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea